Kuna wachezaji wanaingia uwanjani kwa ajili ya kushinda mchezo, lakini kuna wengine wanaingia kushinda mchezo na kuacha alama ambayo hata miaka ikipita watu bado watakaa chini na kusema huyu jamaa alikuwa kitu kingine. Kylian Mbappe sasa ameanza kuingia kwenye kundi hilo la pili. Katika dunia ya soka ambayo imewahi kuona majina makubwa kama Pele, Maradona, Ronaldo, Messi na wengine wengi, kufika kwenye meza hiyo ya magwiji sio jambo dogo. Ni safari inayohitaji kipaji, uvumilivu na uwezo wa kufanya mambo makubwa wakati ambapo pressure inapokuwa juu zaidi. Lakini Mbappe amefanya kitu cha tofauti katika umri wa miaka 27 ambao wachezaji wengi bado wanahangaika kutafuta nafasi yao kwenye historia. Yeye tayari ameanza kuchukua kalamu na kuandika ukurasa wake mwenyewe. Baada ya kombe la dunia la mwaka 2026, jina lake limeendelea kutikisa dunia ya soka. Sio kwa sababu tu ya mabao aliyoyafunga, bali kwa namna ambavyo amefikia mafanikio hayo kwa kasi ambayo wengi hawakuitarajia. Kwa sababu kwenye soka kuna tofauti kati ya mchezaji anayefanya vizuri na mchezaji anayebadilisha historia. Wapo wanaocheza mchezo, lakini wapo wanaokuja kubadilisha namna mchezo utakavyokumbukwa. Mbappe anaonekana kuwa anasogea mbele upande huo wa pili. Na moja ya sababu kubwa iliyomfanya afike kwenye nafasi hii ni uwezo wake wa kufanya jambo moja ambalo kila timu duniani inalitamani kutoka kwa mshambuliaji wake, kufunga mabao wakati ambapo pressure ni kubwa zaidi. Kombe la dunia sio mashindano ya kawaida. Ni jukwaa ambalo majina makubwa hujaribiwa. Ni sehemu ambayo ndoto za wachezaji wengi hujengwa au kuvunjika. Sekunde moja, bao moja au kosa moja linaweza kubadilisha historia ya mchezaji mzima. Kwa miaka mingi, rekodi ya wafungaji bora wa kombe la dunia ilikuwa kama mlima mkubwa ambao wengi waliuona, lakini wachache waliweza kuufikia. Wachezaji wakubwa walipita, magwiji waliandika historia zao, lakini kilele hicho kilibaki kuwa kigumu kufikiwa. Kisha akaja Mbappe. Katika mechi zake 22 pekee za kombe la dunia, mshambuliaji huyo wa Ufaransa ameweza kufikisha jumla ya mabao 22. Kwa lugha rahisi ni wastani wa bao moja kila mechi, na katika fainali 3 zote za kombe la dunia mwaka 2018, 2022 na mwaka 2026, na kuweka jina lake juu kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa mashindano hayo, akifuatiwa na Messi mwenye mabao 21 ambayo imechukua mashindano 5 kufikisha mabao hayo. Na hapo ndipo watu wanaanza kusimama kidogo na kujiuliza, hivi huyu jamaa amefanya yote haya ndani ya muda gani? Kwa sababu sio tu idadi ya mabao ndio inayoshangaza, bali namna alivyofanya hivyo. Kila alipokuwa kwenye uwanja wa kombe la dunia, alionekana kama mchezaji anayejua kuwa nafasi hii haitokei kila siku. Ni kama kila alipovaa jezi ya Ufaransa alikuwa anajua kwamba kuna ukurasa wa historia unaosubiri kuandikwa. Lakini baada ya kuweka rekodi hiyo, Mbappe akaendelea kuonyesha kuwa mafanikio yake hayakuwa bahati ya siku moja. Kombe la dunia limewahi kupita kwa miguu ya wachezaji wengi wakubwa, lakini kumaliza mashindano ukiwa mfungaji bora ni heshima ambayo wachezaji wachache sana wamewahi kuipata. Mbappe alifanya hivyo mwaka 2022 nchini Qatar, alipomaliza mashindano akiwa na kiatu cha dhahabu baada ya kuonyesha kiwango cha ajabu mbele ya lango kwa kupachika mabao 8 kwenye mechi 7. Lakini kama ambavyo tumezoea kumuona, hakuridhika hapo. Mwaka 2026 akarudi tena na kufanya tena kile ambacho sio rahisi kabisa kwenye soka, kutawala tena orodha ya wafungaji bora wa kombe la dunia kwa mabao 10, akifuatiwa na Messi mwenye mabao 8. Hapo ndipo dunia ilipoanza kuelewa kuwa huyu sio mchezaji wa bahati, bali ni mtu ambaye amezoea kuonekana kwenye nyakati kubwa. Lakini kama unafikiri simulizi ya Mbappe inaishia kwenye kombe la dunia pekee, basi bado hujaangalia picha nzima. Kwa sababu ukubwa wa mchezaji haupimwi kwenye jukwaa moja, unapimwa kwa uwezo wa kurudia kiwango kile kile kila anapokutana na changamoto mpya. Na msimu huu ulikuwa ushahidi wa hilo. Ulikuwa ni msimu ambao jina la Kylian Mbappe lilikuwa juu ya orodha ya wafungaji bora karibu kila mahali alipocheza. Akiwa Hispania aliendelea kuonyesha kwa nini alifika Real Madrid akiwa na matarajio makubwa kutoka kwa mashabiki duniani. Mabao yake 25 yalimfanya kumaliza msimu akiwa mfungaji bora wa La Liga na kubeba tuzo, akithibitisha kuwa uwezo wake wa kufunga haukuwa wa timu ya taifa pekee. Alipoingia kwenye anga la Ulaya,
kwenye mashindano magumu zaidi ya vilabu duniani, UEFA Champions League. Aliendelea na moto ule ule. Wapinzani wakubwa, presha kubwa na hatua kubwa havikubadilisha kitu. Mbappe aliendelea kuwa yule yule mchezaji anayehitaji nafasi moja tu kubadilisha mchezo. Mabao 15 kwenye mchezo 11 ilitosha Mbappe kushinda kiatu tena. Na mwisho wa mashindano hayo akaendelea kuonekana juu kwenye orodha ya wafungaji bora wa Champions League. Halafu ikafika kombe la dunia, mahali ambapo pressure huwa mara mbili, mahali ambapo kila hatua inaangaliwa na dunia nzima, lakini Mbappe hakutetemeka. Aliendelea kufunga, akaongoza tena orodha ya wafungaji na kuongeza kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia kwenye historia yake. Na hapo ndipo ukubwa wa msimu wake ulipoonekana wazi. Kwa sababu kushinda tuzo moja ya ufungaji bora ni jambo kubwa, lakini kuwa mfalme wa mabao kwenye ligi yako, Ulaya na kombe la dunia ndani ya kipindi kimoja ni kitu ambacho kinaweka jina lako kwenye ukurasa wa pekee wa historia ya soka. Ni kama mpira ulikuwa unamfuata popote alipokwenda. Ukiangalia La Liga, Mbappe yupo juu. Ukiangalia Champions League, Mbappe yupo juu. Ukiangalia kombe la dunia, bado jina lake lipo juu. Na hapo ndipo watu wakaanza kujiuliza, je, tunashuhudia msimu mmoja wa kawaida au tunashuhudia mwanzo wa enzi mpya ya Kylian Mbappe? Lakini labda sehemu kubwa zaidi ya simulizi hii haipo kwenye mabao pekee, ipo kwenye umri wake. Wachezaji wengi wanapofikia rekodi kubwa huwa wamepitia safari ndefu sana, miaka mingi ya mapambano, mashindano mengi na hatua nyingi kabla ya majina yao hayajaingia kwenye vitabu vya historia. Lakini Mbappe amefanya haya yote akiwa bado kijana mwenye umri wa miaka 27 pekee. Amefika kwenye kilele akiwa na muda mwingi mbele yake. Na ukweli ni kwamba ameweza kufikisha rekodi kubwa ya kombe la dunia akiwa amecheza mechi 22 pekee. Unaonyesha kitu kimoja. Huyu sio mchezaji anayesubiri historia imfuate. Anaonekana kama mtu anayekimbia kuifuata historia. Leo mjadala sio tena kama Kylian Mbappe ni mmoja wa wachezaji bora wa kizazi chake. Mjadala ni mmoja tu. Je, mwisho wa safari yake utakuwa wapi? Kwa sababu kama hiki tunachokiona sasa ni mwanzo tu, basi dunia bado haijaona ukurasa mkubwa zaidi wa Kylian Mbappe. Huenda tunachokishuhudia leo sio mwisho wa hadithi yake. Huenda ndio mwanzo wa enzi mpya kabisa ya mtu ambaye tayari ameanza kuacha alama yake kwenye historia ya soka. Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.